Ndugu wananchi wa halmashauri ya mji wa Njombe, kwa jina naitwa Erasto Mpete, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Nitumie fursa hii kuhabarisha kwamba Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 utafika hapa kwetu halmashauri ya mji wa Njombe tarehe 23. Mwenge wa Uhuru utafika katika kata ya Ramadhani, stendi ile ya Kibena au kwa jina jingine inaitwa Madukani. Ndipo tutakapopokelea Mwenge wa Uhuru. Kwa wito wangu kwa niaba ya baraza la waheshimiwa madiwani ni kuwaomba wananchi tujitokeze kwa wingi katika vituo vyote ambapo mwenge utapita. Sasa wananchi wanapaswa wahabarishwe kupitia sisi viongozi. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa madiwani, watendaji wa kata, wenye viti na watendaji wa vijiji na mitaa, tuwahabarishe wananchi ili wapate habari haswa kuhusu Mwenge huu wa Uhuru kwa mwaka 2026 na maeneo utakakopita katika halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Mwenge wa Uhuru unapokuja, malengo makuu huwa ni kusukuma maendeleo na kuhakikisha kwamba shughuli zinazofanyika zifanyike kiufasaha, kwa sababu Mwenge wa Uhuru pia unafichua mafisadi wala rushwa, lakini kwa ujumla unasukuma maendeleo. Kwa hiyo tukiwahamasisha wananchi waendelee au tuwakumbushe umuhimu wa Mwenge wa Uhuru, basi tuhabarishe hayo, kwa sababu Mwenge wa Uhuru utazindua, utakagua, utahamasisha, watashiriki shughuli mbalimbali za maendeleo kwa ajili ya kumunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambazo anazifanya na fedha nyingi ambazo amezileta ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru utakuja kwa ajili ya kuzindua, kukagua na kusukuma maendeleo. Sasa niwaombe wananchi tujitokeze kwa wingi na viongozi tuwahamasishe wananchi, kwa sababu huu Mwenge wa Uhuru unakuja kwa ajili ya halmashauri ya mji wa Njombe. Si kata tu zitakazotembelewa na mwenge, ni halmashauri nzima. Kwa hiyo tushiriki sehemu utakakopita mwenge na hasa kwenye mkesha. Baada ya kupokea Mwenge wa Uhuru pale Kibena stand na au tutumie lugha jina jingine kwa maana Madukani, baada ya mapokezi ya Mwenge wa Uhuru tutapata ujumbe wa Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026, na baada ya hapo tutaondoka na mwenge kuelekea sekondari ya Maheve. Kule kuna shule ambapo mwenge utafanya kazi pale. Kuna bweni letu la wasichana pale ambapo na wakimbiza mwenge watashiriki shughuli inayofanyika pale. Pamoja na hilo, kutakuwa na uzinduzi wa klabu ya wapinga rushwa pale Kibena. Kibena kwa maana ni sehemu ya mapokezi, lakini kwa maana ya pale Maheve sekondari ndio shughuli itakayofanyika. Kwa hiyo tunaomba sasa wananchi, tukianza sehemu ya mapokezi, maana wananchi natakiwa wawepo wa kutosha. Mwenge wa Uhuru lazima upokelewe na wananchi. Kwa wananchi baada ya kutoka Kibena, maana tutahama wote kwa pamoja kwenda Maheve sekondari. Kazi itakayofanyika nadhani hiyo ndio nimeshaisema. Baada ya shughuli kufanyika pale Maheve sekondari, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa kuelekea kata ya Ramadhani, eneo la Ngalanga. Kuna shughuli itakayofanyika pale kutokana na shughuli iliyoandaliwa pale. Tunaomba sasa wananchi wa kata ya Mji Mwema, hususan kijiji mtaa wa Ngalanga, kujitokeza kwa wingi kuulaki mwenge ili uweze kufanya shughuli eneo lile husika. Shughuli zitakazofanyika tutazikuta pale. Lakini baada ya kutoka Ngalanga, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa kuelekea kwenye shughuli ya sekta binafsi. Ni mtaa wa Mji Mwema, kuna lodge, apartment, vyumba vya kulala wageni
panaitwa CS Villa. Huu ni mradi wa sekta binafsi, kwa hiyo Mwenge wa Uhuru utafika pale kwa ajili ya uzinduzi. Kwa hiyo tunaomba wananchi kujitokeza kwa wingi sana, ili tuhakikishe kwamba kila maeneo ninayoyataja Mwenge wa Uhuru uweze kuwakuta watu wa kutosha. Baada ya CS Villa Park, kwa maana ya kuzindua lile eneo, Mwenge wa Uhuru utaelekea kwenye kituo chetu cha afya cha Mji Mwema. Pale shughuli itakayofanyika mojawapo ni uzinduzi wa theater, chumba cha maabara, ambapo Mwenge wa Uhuru utajikita pale katika kuzindua, lakini kutakuwa na ugawaji wa vyandarua kwa mama wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka 5. Kwa hiyo tunahamasisha pia wananchi kujitokeza kwa wingi, kwa sababu ni kituo chetu cha afya. Kwa hiyo tunazindua, Mwenge wa Uhuru unazindua sehemu mahususi kabisa, theater, sehemu ya upasuaji, ambalo ni jambo kubwa kabisa ambalo tunatakiwa tumpongeze Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya na kutuletea hicho kituo cha afya na shughuli mbalimbali zitakazofanyika pale. Kwa hiyo wananchi, ninaomba tuchangamke. Baada ya kutoka kwenye kituo chetu cha afya, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa kuelekea eneo la ofisi zilizokuwa za halmashauri ya wilaya ya Njombe. Pale kuna kikundi cha vijana ambao wamepewa mkopo wa 10% na halmashauri ya mji wa Njombe. Wao wanajishughulisha na uongezaji wa thamani bidhaa zinazotokana na asali, lakini pia wanajishughulisha na utengenezaji wa mizinga na wana kiwanda chao pale. Kwa hiyo ni vizuri wananchi kufika na kuona shughuli mbalimbali zinazofanyika na vijana wetu ambapo watakuwepo pale. Baada ya hapo, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa kuelekea stendi ya zamani. Sasa jamani, mimi niwaombe sana wananchi, pale ndio utakapofanyika mkesha. Kwa wananchi wote wa halmashauri ya mji wa Njombe, tuwaombe sana tuweze kukusanyika pale na kuulaki mwenge wetu wa uhuru, ili wakimbiza mwenge wanapofika eneo la stendi ya zamani na kuwakuta watu ni wengi, basi kwa namna moja au nyingine tunakuwa tumeitangaza vizuri halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Mambo mengi yatafanyika kwa maana ya kwenye mkesha katika eneo letu la stendi hii ya zamani. Kutakuwa na watumbuizaji, waimbaji mbalimbali, wasanii, michezo mbalimbali, na niseme huu mwenge wa uhuru kwa safari hii utakuwa na mambo tofauti sana, na kwa jinsi tulivyojipanga mwenge wa uhuru huwa mwaka 2026, matumbuizo, shughuli mbalimbali, burudani mbalimbali zitakuwepo za kutosha. Kwa hiyo ni waombe wananchi kujitokeza kwa wingi ili tuweze kujumuika pamoja, ili tuweze kukaribisha mwenge vizuri na kusherehekea vizuri katika huu mkesha wa mwenge wa uhuru. Lakini tumia nafasi hii kumpongeza mkurugenzi pamoja na timu yake, kwa sababu wamejipanga vizuri, miradi yote imekaa vizuri na maandalizi maeneo ya mapokezi ya mwenge yako vizuri. Na rai yangu ni waombe wafanyabiashara kusogeza biashara zao ili tuweze kuwahudumia wananchi watakao kuwepo kwenye mkesha. Mkesha wetu manake utaanza mnamo saa 10 na kuendelea. Lakini waombe sana wananchi, asubuhi mwenge wa uhuru tarehe 24 asubuhi, tunapoanza safari ya kuelekea halmashauri ya wilaya ya Njombe, tuwaombe tena wananchi wawepo wa kutosha ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na shamla kwa ajili ya mwenge wetu wa uhuru kwa mwaka 2026. Mwenge wetu huu wa uhuru kwa mwaka 2026 una kauli mbiu nzito na muhimu sana, ambayo inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo.